Hivi vitu vinavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii, kwenye redio mbalimbali, kwenye vyombo vya habari mbalimbali, yani kuhusiana na uongozi wetu, uongozi wa mpira ulioshika mamlaka ya mpira Tanzania na East Africa kwa ujumla na mpaka Afrika kwa sasa, kufuatwa na baadhi ya watu ambao hawapendi maendeleo ya mpira wa Tanzania. Kikubwa ni kuasa tu watu wa mpira, sawa bwana, ambao wanaofuatilia mpira wa Tanzania, ambao wanautakia mema mpira wa Tanzania, kwamba waangalie umuhimu wa hawa viongozi wetu, vitu gani walivyofanya, sawa, kuelekea kwenye kukuza mpira wetu. Lakini kuna watu wanaonekana wanataka kuushusha mpira wetu na kuandamaini uongozi wetu ili ushindwe kuendeleza effort zake za kuendeleza mpira wa Tanzania. Kuna swala sasa hivi lina trend, especially ile swala la dabi, sawa, limekuwa ni gumzo sana katika mitandao ya kijamii. Migogoro imekuwa mingi, kelele zimekuwa nyingi, umeelewa bwana, kutokana na kauli aliyoitoa rais. Sasa imekuwa kama ni kigezo cha kutaka kuupoteza uongozi katika focus yake katika kuendeleza mpira wa Tanzania. Kikubwa wa Tanzania kwanza tunatakiwa tujue, sawa, uongozi wetu umefanya mambo mazuri mangapi, umeelewa, mabaya ni mangapi na mazuri ni mangapi, kwa sababu hata Mungu, sawa, pindi anapotaka kumhukumu mwanadamu huwa mara nyingi huwa anaangalia kwenye mizani kwamba mabaya yana uzito gani na mazuri yana uzito gani, ndipo atakapomhukumu mja wake. Kwa hiyo sisi kama wadau wa mpira wa Tanzania tumeumizwa sana na kitendo kinachofanywa na ndugu yetu Manara, sawa, Manara pamoja na watu ambao wanatumika katika kumsapoti bwana Manara katika kufuatafuata uongozi wa TFF pamoja na bodi ya ligi. Alichokizungumza Karia sio kitu kibaya. Karia alizungumza kama wewe uwezi mpira, umeelewa bwana, kama hutaki kufuata kanuni na sheria za mpira, basi unaweza ukacheza sinema zako. Hakumaanisha kwamba kuwagusa watu wa Bongo Movie kwa sababu wale ni wacheza sinema. Hii ni lugha tu ambayo aliitumia katika kufikisha ujumbe kwa Watanzania kwamba kama wewe uwezi kufuata sheria na kanuni za mpira, kwa sababu mpira uko science, sawa. Swala la kuact sinema linaeleweka. Sinema sio kitu cha ukweli, sinema ni visual, sawa, sio mucho. Kwamba sinema unapoact sinema pale, ile ndio maana inaitwa acting, you going to hate. Kwa hiyo unapoact maana yake hakuna uhalisia, unaenda kutengeneza kitu ambacho kinafanana na uhalisia wa lile jambo. Yeye ndicho alichomaanisha. Hakumaanisha kwamba kuwagusa watu wa Bongo Movie, kwa sababu kama Karia angekuwa anawachukia watu wa Bongo Movie, iweje leo hawahusishwi watu wa Bongo Movie katika hamasa za timu ya taifa, katika hamasa mbalimbali za michezo, wanahusishwa katika vitu vingi sana katika michezo. Kwa hiyo ili swala wa Tanzania wote tunatakiwa tulikemee. Sawa, sisi kama watu wa mpira, sawa, pamoja nimevaa jezi ya Simba, ni mtu wa Simba, mwanachama wa Simba, na vile vile ni kiongozi wa tawi la Simba la Karume, sawa, unstoppable kama msemaji. Nina mzee wangu hapa, nina mama yetu hapa naye vile vile mtu wa Simba, lakini ili swala sisi limetuuma. Kwa sababu kitu tunachotakiwa tukifikiria sisi kama Watanzania, viongozi wetu wametufanyia mazuri mangapi? Leo kuna mambo mangapi ambayo yamefanywa na Karia? Mambo mangapi yamefanywa na Almas Kasongo? Mambo mangapi yamefanywa na uongozi mzima, sawa, wa bodi ya ligi ukiongozwa na nani? Na mwenyekiti wao ambaye ni Steven Mguto. Mangapi wameyafanya? Ligi wameitoa wapi? Hebu tujiulize, kabla ya utawala huu, huko nyuma ligi yetu ilikuwa nafasi ya ngapi? Ligi ilikuwa inashika nafasi ya 100 lakini watu wameitoa ligi huko ilipo chini ya uongozi wa Karia na bodi yake, mpaka sasa hivi ligi inasomeka nafasi ya 6. Umeelewa? Leo tuna uwezo mpaka wa kutoa timu 2. Umeelewa bwana? Zinaenda zote kimataifa na zote zinafuzu, zinaenda robo finali kwa pamoja. Msimu wa mwaka jana tuliingiza timu 2 ambapo National Al Ahly, sawa, pamoja na wenzio wote walifeli. Alifaulu National tu peke yake. Kwa hiyo upande wa Egypt walifeli kuingiza timu 2, Morocco walifeli, yani ukanda wa unafu wote walifeli kuingiza timu 2, lakini Tanzania peke yake ndio tuliweza kuingiza timu 2. Kwa hiyo hapa ndio ujue kabisa kwamba uongozi wetu unafanya kazi ya aina gani katika kusupport vilabu vyetu. Na kingine tujiulize, baada ya Yanga kuingia makundi 98 mara ya mwisho, waliingia tena lini na zimepita nyongozi ngapi mpaka anakuja Karia Yanga ndo anaanza tena kuingia makundi? Miaka 26 mpaka anakuja kuingia makundi, anakwenda mpaka finali. Ni miaka mingapi imepita na nyongozi ngapi zimepita? Wamepita kina Tenga, wamepita kina Jamali Malinzi, wamepita viongozi wa aina mbalimbali, kina Ndoranga wamepita, lakini walishindwa
kuwafanya Yanga wafanye vizuri kimataifa au hiyo Simba kufanya vizuri kimataifa, lakini kipindi cha utawala wa Karia haya yote yamefanya nini? Haya yote yamewezekana. Simba sasa hivi inafanya vizuri, ipo ndani ya 5 bora sawa barani Afrika, na ligi yetu iko ndani ya 5 bora barani Afrika. Yanga iko ndani ya 20 bora barani Afrika, lakini yote kutokana na utawala nini wa Karia. Sasa uwezo ukamtoa samani Wallace Karia katika jambo dogo ambalo limesababishwa na sisi wenyewe na viongozi wa vilabu vyetu. Sawa, sala la kuahirishwa kwa dabi. Dabi haijaahirishwa mara ya kwanza. Dabi imeahirishwa takribani mara 14 mpaka sasa. Mpaka dabi ya juzi ni dabi ya 14 ambayo inaahirishwa. 7 zimeahirishwa kisheria, 7 zimeahirishwa kutokana na hivi vilabu vya Simba na Yanga. Yanga amesababisha mechi iahirishwe mara 4, Simba amesababisha iahirishwe mechi mara ngapi? Mara 3. Lakini all in all, sawa, tunatakiwa tufocus, tuangalie viongozi wetu wametufanyia mema yapi. Chini ya utawala wa Karia, hebu tuangalie timu yetu ya taifa imeenda AFCON mara ngapi? Tumeenda AFCON msimu wa 18 19. Sawa, tumeenda kucheza AFCON Egypt, lakini chini ya utawala wa Karia. Not only that, tumecheza tena AFCON juzi. Tumecheza tena AFCON Ivory Coast. Sawa, chini ya utawala wa Karia. Na sasa hivi tumefuzu tena hapa uwanja wa taifa, tunaenda kumpiga Guinea Bissau. Tunaenda tena nini? AFCON kwa mara ya 3 chini ya utawala wa Karia. Na maana utawala wa Karia umetupeleka AFCON mara 3. Lakini tawala zote zilizopita zimetupeleka AFCON mara 1 tu. Mwaka 80 ndio tumeenda AFCON. Tawala zote zilizopita. Kwa hiyo tunatakiwa tuangalie mazuri yapi aliyofanya Wallace Karia. Ukiangalia vile vile tuangalie hizi pesa za CAF au pesa za FIFA zinazoingia hapa Tanzania. Kipindi hicho cha viongozi wengine zilikuwa ziji, lakini chini ya utawala wa Karia pesa zimeingia na zinatumika vile zinavyotakiwa. Viwanja vimetengenezwa Tanga, kuna vituo vya mpira vishatengenezwa na vishakamilika na vinatumika sasa hivi. Kigamboni ofisi mpya za TFF zimefanya nini? Zimetengenezwa chini ya utawala wa nani? Chini ya utawala wa Karia. Kwa hiyo tuangalie thamani ya mtu na vitu alivyovifanya. Amefanya mazuri mangapi, na hili moja ambalo sisi tunaliona kama ni kosa kwake, je, linalingana kwenye midhani ili tuweze kumtoa samani Wallace Karia? Lakini kikubwa tunachokitaka sisi tuondoe hili swala la uchochezi. Swala alilolifanya Manani la uchochezi, kutaka kumchochea Karia na watu wa Bongo Movie. Na waambie watu wa Bongo Movie, yani wasiwe na akili za ajabu. Swala aliloongea Karia wala hajawagusa watu wa Bongo Movie. Yeye amezungumzia ile ni kama ametumia kama msamiati fulani kwamba wewe kama uwezi kufuata sheria na kanuni na misingi ya mpira, basi nenda kacheze sinema zako, kwa sababu sinema ni sehemu watu wana act, sio uhalisia. Watu wanafanya nini? Wana act. Ndio maana yeye amechukulia hivyo. Lakini swala la kusema kwamba bwana Manara anasema kwamba Karia amewauzi watu wa nini wa Bongo Movie au amewatukana watu wa Bongo Movie na amewadharau, hii sio kweli. Karia hawezi akawadharau watu wa Bongo Movie, na ndio maana leo unaona kina Mwijaku, unawaona mpaka kina Joto wanatumika katika hamasa za nini? Katika hamasa za kuihamasisha nini? Timu ya taifa na kuhamasisha na kupigania mpira wa nini? Wa Tanzania, kwa sababu yote iko katika nini? Baraza la nini? La michezo. Kwa hiyo all in all tunachokizungumzia sisi kwamba huu uchochezi wa Tanzania, hebu tuachane nao na tuangalie thamani ya nini? Thamani ya viongozi wetu walivyoupambania huu mpira, kuitoa ligi yetu huko ilikotoka mpaka hapa sasa hivi ilipo. Sawa, tumetoka wapi, tunaelekea wapi, na tulipo hapa wapi? Hapo ndo tutapata jibu. Leo chini ya utawala wa Wallace Karia tunaandaa chani sasa hivi imeahirishwa, lakini mwezi wa 8 tunakuja tunaendelea kufanya nini? Tunaendelea kuandaa. Tukitoka kwenye chani 2027 tumeruhusiwa tena tuandae nini? Tuandae mashindano ya AFCON, ambapo hichi viongozi wote walishindwa kuandaa. Kwani uwanja wa Benjamin Mkapa umetengenezwa lini? Una miaka mingapi? Kama kigezo tumeruhusiwa kuandaa, sawa, tumeruhusiwa kuandaa mashindano ya AFCON kwa kutumia kigezo cha uwanja wa Benjamin Mkapa. Uwanja wa Benjamin Mkapa sasa hivi una miaka mingapi? Uwanja unakaribia kuzeeka. Lakini leo chini ya utawala wa Wallace Karia tumepewa tuandae mashindano ya AFCON kutokana na utendaji wake. Wallace Karia huyu kama sisi hapa tunamwona mbaya, kama anavyozungumza bwana Manara, Wallace Karia amelewa madaraka. Hebu tuangalie amefanya mazuri mangapi. Na kwa nini Sekafa wampe urais wa Sekafa Wallace Karia? Na leo sio urais wa nani wa Sekafa tu, tayari ameshapewa cheo kingine ambacho nini? Ni mjumbe katika kamati kuu ya tendaji ya mashindano ya nini? Mashindano ya CAF. Hebu angalia leo nchi kama Tanzania tunaenda kutoa mjumbe ambaye atakuwa ndani ya bodi ya nini? Ya utendaji, kamati kuu ya utendaji ya mashindano ya nini? Ya CAF. Lakini hii yote kwa sababu ya nini? Ya utendaji wake mzuri na uweredi aliokuwa nao na transparent aliokuwa nao, kwa sababu ili uwe na uongozi bora lazima uwe na kitu kinachoitwa good forecast, lazima uwe na good planning, uwe na good coordination na transparent and accountability. Na ndio maana leo unaona FIFA chini ya utawala wa Wallace Karia wameleta mashindano ya African Football League, yamekuja kufunguliwa
Tanzania hapo. Kwa nini wasiapeleke South Africa? Kwa nini wasiapeleke Egypt yakafunguliwe? Kwa nini wasiapeleke Morocco ambapo kuna viwanja bora ambavyo vimeshacheza mashindano ya AFCON, vimeshacheza mpaka kombe la dunia South Africa. Lakini leo yanaletwa Tanzania kwa sababu ya utawala uliokuwa bora, uliotukuka wa Wallace Karia pamoja na nini? Na utawala wa bodi ya ligi akina Ali Maskasongo, umeelewa bwana, pamoja na kina Steven Mguto. Lakini all in all tuwaambie wa Tanzania tuondokane na hizi propaganda. Hawa propaganda zao especially wana Simba. Tuko katika wiki ngumu, wiki ambayo inaelekea timu yetu kwenda kucheza mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo hawa ili watutoe sisi mchezoni, kwa sababu hawa wamo wameshatoka, wanataka na sisi tu focus kwenye dabi, sawa, ili tuache uhalisia wa mashindano ya kimataifa, twende tukapigwe Misri na tuje hapa tupigwe, alafu then tuanze kuchekana. Lakini kikubwa mashabiki wa Simba tunatakiwa tufocus kuelekea kwenye mechi yetu, na mashabiki wa mpira tufocus kwenye uongozi wetu ili uweze kusimamia mpira wa Tanzania. Mimi sina la zaidi, niko na mzee mwenzangu hapa bwana Yusko, naye yupo atakazia kidogo hapa nini kinachoendelea. Asanteni sana. Tutakuja kuulizana maswali baada ya kuongea